Kuanzisha kwa chuo hiki cha mafunzo ya idara ya uhamiaji hapa Kitogani ni hatua muhimu katika kuwaongezea uwezo wa kitaaluma, kiutendaji na kimaadili maafisa wa idara ya uhamiaji. Ni wazi kuwa chuo hiki kitatoa mafunzo ya kisasa kitakachowawezesha wahitimu wetu kukabiliana na changamoto za uhamiaji kwa ufanisi mkubwa na hasa kuzingatia mabadiliko yanayotokea kwa kasi duniani kote. Ni imani yangu pia kupitia chuo hiki maafisa wetu wataweza kujengewa uwezo katika masuala ya udhibiti wa mipaka, usalama wa taifa, matumizi ya teknolojia ya kisasa, sheria za uhamiaji na kuheshimu haki za binadamu, jambo ambalo litaongeza ufanisi katika utoaji wa huduma na kulinda maslahi ya nchi yetu. Napenda kutoa rai kwa uongozi wa idara ya uhamiaji kwamba chuo hiki kisiwe tu kwa ajili ya kutoa mafunzo ya awali, bali pia kwa mafunzo ya mara kwa mara kwa maafisa wetu, kufanya tafiti na kubadilishana uzoefu kati ya nchi yetu na mataifa mengine duniani, ili chombo chetu cha idara ya uhamiaji kiendelee kuongeza hadhi zaidi katika masuala ya uhamiaji kwa ngazi ya kikanda na kimataifa. Namwelekeza mkandarasi na msimamizi wa chuo hiki kuhakikisha kuwa ujenzi huu unazingatia viwango vya ubora vinavyokubalika na unakamilika kwa muda uliopangwa ili uweze kutoa huduma kama ambavyo imekusudiwa. Serikali ya awamu ya 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imedhamiria kuendelea kuimarisha Jeshi la Uhamiaji kuwa taasisi yenye ufanisi katika kutoa huduma za uhamiaji zenye ubora wa hali ya juu na zinazokidhi viwango vya kitaifa na kimataifa. Chuo hiki kimeanzishwa kwa dhamira ya kutoa mafunzo ya hali ya juu ambayo yataboresha utendaji na maarifa katika kushughulikia masuala yote ya uhamiaji kwa kuzingatia mabadiliko ya teknolojia ya kisasa. Nikiwa waziri mwenye dhamana ya kusimamia idara ya uhamiaji, ninaomba kukuahidi kuwa nitasimamia ujenzi na uendeshaji wa chuo hiki ili kisaidie kuzalisha askari na maafisa wenye ujuzi, weledi, nidhamu, uzalendo katika kutekeleza majukumu yao ya msingi ya udhibiti na usimamizi wa mipaka ili kuimarisha usalama wa taifa na maslahi ya kiuchumi. Tukiwa tunaadhimisha miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar, idara ya uhamiaji Tanzania imepiga hatua kubwa kimaendeleo ambapo imefanikiwa kuweka mifumo ya kielektroniki katika utoaji wa huduma zote za kiuhamiaji kwa nchi nzima Tanzania bara na Zanzibar. Kwa sasa kuna mifumo ya utoaji wa huduma ya pasipoti za kielektroniki, mifumo ya uombaji na utoaji wa visa mtandao ambao kwa kiasi kikubwa umeondoa usumbufu kwa wageni wanaowasili nchini kuweza kuhudumiwa ndani ya dakika chache zaidi. Mradi huu mkubwa wa kimkakati umelenga kuimarisha na kuboresha utoaji wa mafunzo kwa maafisa na askari wa uhamiaji Tanzania waliopo kazini ili kuwajengea uwezo katika utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku. Utekelezaji wa mradi wa ujenzi huu ulianza rasmi tarehe 12 Agosti 2024 na unatarajiwa kumaliza tarehe 12 Februari 2026. Mkandarasi ama mjenzi kama alivyotajwa ni Mwinyi Building Contractor Company Limited, na gharama za mradi huu ni shilingi za Kitanzania bilioni 12,711,58,100.